Katika kurasa za historia ya Uislamu, ndani ya mji wa Madina, jina la Abu Ayyub al-Ansari linawakilisha mfano wa kipekee wa upendo, ujasiri na kujitolea kwa ajili ya dini. Alikuwa miongoni mwa watumishi wa kwanza wa Mtume Muhammadin, rehma na amani zimwendee, alipohamia Madina, na alijivunia heshima ya kumkaribisha Mtume nyumbani kwake kwa miezi 7 hadi msikiti wa kwanza wa Mtume ulipojengwa. Leo katika Islamic Book Story tutatembelea katika ardhi ya mji wa Madina na tutasafiri na hadithi ya sahaba mtukufu anayeitwa Khalid ibn Zaid ibn Khuwaylid, anayetoka katika ukoo wa Banu Najjar na anayefahamika kwa jina la sifa la Abu Ayyub, ambalo lilikuwa maarufu zaidi kuliko jina lake la asili la Khalid ibn Zaid ibn Khuwaylid. Siku moja alisikia habari kumhusu Mtume Muhammadin, rehma na amani zimwendee, ambaye alikuwa anawalingania na kuwaita kunako kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Abu Ayyub aliguswa na wito huo na akakubali kumfuata. Alihudhuria kiapo cha pili cha Aqaba. Kiapo hicho kilifanyika wakati wa Hija, ambapo Waislamu 75 kutoka katika mji wa Madina walikusanyika usiku kwa siri katika mlima wa Aqaba huko Maka, kwa lengo la kumuunga mkono Mtume, rehma na amani zimwendee, na kuahidi kumlinda na kumtetea kama kiongozi wao, ambapo waliahidi kumsaidia Mtume kwa hali na mali. Na ni nani miongoni mwetu Waislamu asiyemjua Abu Ayyub al-Ansari? Kwani Mwenyezi Mungu alinyanyua utaji wake kuanzia mashariki mpaka magharibi, na akanyanyua hadhi yake pindi alipoichagua nyumba yake ili afikie mtume wake kuliko nyumba zinginezo za Waislamu wote katika mji wa Madina. Hilo tu lilimtosha kujifakhalisha nalo. Ama hadithi ya Mtume, rehma na amani zimwendee, inayoelezea Mtume kuishi kwenye nyumba ya Abu Ayyub, ni hadithi yenye kusisimua kurudiwa mara kwa mara. Hii ni kwa sababu Mtume, rehma na amani zimwendee, alipofika Madina, nyoyo za watu wake zilimkaribisha kwa ukarimu mwingi awezao kupata au kupokea mgeni. Macho yao yalimtazama kwa hamu ya mpenzi kwa anayempenda, na wakamfunulia mioyo yao ili akae ndani yao katika vilindi vya nyoyo zao, na wakamfungulia milango ya nyumba zao ili aingie humo kwenye nyumba zao tukufu. Hii inaonyesha ukarimu waliokuwa nao watu wa Madina. Hebu turudi nyuma kidogo. Kabla Mtume hajaingia katika mji wa Madina, alikaa siku 4 katika eneo lililopo nje kidogo na mji wa Madina, ambapo alijenga msikiti wa kwanza kuasisiwa katika misingi ya uchamungu. Kisha Mtume aliondoka baada ya siku hizo 4 kupita. Baada ya kukamilisha ujenzi wa msikiti, alipanda Mtume ngamia wake, na viongozi wa Madina kipindi hicho walikuwa wamekaa njiani, kila mmoja wao akitaka kupata heshima ya kumpokea Mtume wa Mwenyezi Mungu na kukaa naye nyumbani kwake, na walikuwa wakimzuia ngamia wake ili asiendelee na safari, huku wakimwambia Mtume ya kwamba kaa nasi, kwani sisi ni wengi ambao tunaweza kumzuia yoyote ambaye atataka kukudhuru kwa ubaya. Naye alikuwa akiwajibu ya kwamba mwacheni ngamia, kwani yeye ameamrishwa na Allah anipeleke sehemu ambayo inanipaswa mimi nifikie. Hivyo ngamia aliendelea kwenda alikoelekezwa na Allah, na macho ya watu yakiwa yanamkodolea kodo na nyoyo zao zikiwa zinasisimuka kwa hilo. Na pindi akipita familia fulani, watu wa nyumba hiyo wanajawa na huzuni na kukata tamaa, na matumaini yanabaki yakiangaza kwa wale ambao bado hajapita yule ngamia aliyembeba Mtume. Aliendelea ngamia na safari yake, na watu wakiwa wanamfuata nyuma, huku wakiwa na shauku ya kumjua ni nani ataipata fursa hiyo ya Mtume kufikia kwake. Yule ngamia alitembea mpaka akafika kwenye uwanja tupu mbele ya nyumba ya Abu Ayyub al-Ansari, akaibariki. Hapo moyo wa Abu Ayyub ukajaa furaha tele, na akaharakisha kwenda kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, ili amkaribishe. Na akapokea vitu vya Mtume, na akavibeba vitu hivyo kwa mikono yake kana kwamba amebeba hazina za ulimwengu mzima, na akaziingiza ndani ya nyumba yake. Nyumba ya Abu Ayyub ilikuwa imejengwa kwa ghorofa moja,
Hivyo Abu Ayubu akapanda juu ya ghorofa alikokuwa anakaa na akatoa vitu vyake huko juu ili ampishe mtume wake awe anaishi juu ya hiyo ghorofa. Lakini Mtume rehma na amani zimwendee alichagua sehemu ya chini. Basi Abu Ayubu akatekeleza na kutii chaguzi la mtume wake na akamweka pale alipopapenda. Hivyo ilipofika usiku, Mtume rehma na amani zimwendee akalala. Abu Ayubu na mke wakapanda kwenye ghorofa. Pindi walipofika ghorofani na wakafunga mlango, alimgeukia Abu Ayubu mkewe na kumwambia, tumeangamia. Kitu gani tumefanya? Je, inawezekana kwamba mtume wa Allah yuko chini na sisi tuko juu kuliko yeye na tunatembea juu yake na tumesimama baina ya mtume na wahi? Hapo hakika tumeangamia. Walijilaumu sana hao wanandoa wawili, huku wakiwa hawajui cha kufanya. Hawakupata utulivu wa akili mpaka wakahamia kwenye ubavu wa chumba cha juu ambacho hakikuwa juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee, na wakawa mbali na katikati, wakiwa pembezoni mwa kingo za nyumba yao. Pindi palipopambazuka asubuhi, Abu Ayubu alimwambia Mtume rehma na amani zimwendee, na hapa kwa Mola wangu mlezi, hatukuziba kope zetu usiku wa leo, yaani hatukulala kabisa, mimi wala mke wangu mama Ayubu. Akasema kumuuliza Mtume rehma na amani zimwendee, mlipatwa na tatizo gani ewe Abu Ayubu? Mlipatwa na tatizo gani ewe Abu Ayubu? Akasema Abu Ayubu kumjibu Mtume ya kwamba, nilikumbuka na kufikiri mimi niko juu ya ghorofa na wewe uko chini. Pindi nikijitikisa au nikifanya harakati yoyote ile kama usafi na mengineyo, vumbi litakudondokea na nitakuwa nimekuudhi. Akasema Mtume rehma na amani zimwendee ya kwamba, kuwa na utulivu na amani ewe Abu Ayubu. Ni bora sisi kuwa huku chini kwa sababu ya wingi wa watu wanaokuja kututembelea. Anasema Abu Ayubu, kwa hiyo nilitekeleza na kutii amri ya Mtume rehma na amani zimwendee. Na pindi ulipofika usiku wa siku hiyo, kulikuwa na baridi kali sana, baridi ambalo lilipelekea mtungi wa maji yetu kupasuka na maji yake yakamwagika chini ya sakafu, na nikaamka pamoja na mama Ayubu na tukaanza kuyakausha yale maji yaliyomwagika ili yasishuke chini alikolala mtume, na tulikuwa tunayakausha yale maji kwa kutumia shuka yetu tuliyokuwa tunajifunika. Na pindi palipopambazuka, nilimwendea Mtume rehma na amani zimwendee na kumweleza mkasa uliotokea usiku ule, na kuwa ninachukia kuwa juu yako na wewe kuwa chini yangu. Hapo Mtume akakubali kuhamia juu na mimi na mama Ayubu tukahamia chini. Alikaa Mtume rehma na amani zimwendee katika nyumba ya Abu Ayubu kwa muda wa miezi 7 mpaka msikiti wake ulipojengwa katika ile ardhi tupu iliyobarikiwa na yule ngamia. Hivyo akahamia katika vyumba vilivyojengwa mbele ya msikiti kwa ajili yake, na akawa Abu Ayubu jirani wa Mtume mwenye heshima zaidi kuliko majirani wengine. Na alimpenda Abu Ayubu Mtume rehma na amani zimwendee mapenzi yaliyotawala moyo na nafsi yake. Na pia Mtume alimpenda Abu Ayubu kwa mapenzi ambayo yalisababisha wao wanatatuliana baadhi ya matatizo yao baina yao, na yakamfanya Mtume awe anaitazama familia ya Abu Ayubu kana kwamba ni familia yake. Anasimulia Abdullah ibn Abbas radhi Allah zimwendee ya kwamba siku moja Abu Bakari radhi za Allah zimwendee alitoka mchana kwenye jua kali kwenda msikitini. Umar ibn al-Khattab radhi Allah zimwendee akamuona akamwongelesha, ewe Abu Bakari, kitu gani kimekutoa muda huu? Akasema kumjibu, nimetoka kwa sababu nina njaa sana. Akasema Umar, nami pia nimetoka kwa sababu hiyo. Na kipindi wako wakielekea msikitini, aliwatokea Mtume na kuwauliza, kitu gani kimekutoeni katika nyumba zenu muda huu? Wakasema kumwambia, tumetoka kwa sababu ya njaa tunazozihisi katika matumbo yetu. Akasema Mtume rehma na amani zimwendee, nami pia hakuna kilichonitoa isipokuwa hicho, basi nifuateni twende pamoja. Hivyo wakaelekea mpaka wakafika kwenye nyumba ya Abu Ayubu. Alikuwa Abu Ayubu anatunza chakula cha Mtume kila siku, na pindi alipokuwa anachelewa au anapoacha kwenda, alikuwa anaipatia familia yake. Hivyo walipofika wakabisha hodi,
Alitoka mama Ayubu na kumkaribisha Mtume na pamoja alionao. Akasema Mtume kumuuliza yuko wapi Abu Ayubu. Kipindi hicho alisikia Abu Ayubu sauti ya Mtume, rehma na amani zimwendee. Alikuwa akifanya kazi katika shamba lake la mitende karibu na nyumba yake. Hivyo akaja kwa haraka huku akisema, karibu sana ewe Mtume wa Allah pamoja na ulionao. Kisha akaendelea kusema, ewe Mtume wa Allah, huu sio muda niliozoea kukuona unakuja kwetu, ndio maana nilikuwa nafanya kazi shambani. Akasema Mtume, rehma na amani zimwendee, ndiyo umesema kweli kabisa. Kisha akaenda Abu Ayubu katika shamba la mitende yake, akachuma shina la tende zilizoiva na kukomaa za njano. Alipolifikisha lile shuke la tende, akasema Mtume, rehma na amani zimwendee, ya kwamba sikutaka ukate shina hili la tende. Akasema Abu Ayubu, nimependa ule tende zake zilizokomaa na zilizoiva, na pia nitakuchinjia kichinjwa kwa ajili yako. Akasema Mtume, rehma na amani zimwendee, ya kwamba usichinje mnyama ambaye anatoa maziwa, yani anayenyonyesha. Alimchukua Abu Ayubu mbuzi mmoja na akamchinja. Kisha akamwambia mke wake, tengeneza mikate kwa ajili yetu sote. Kisha akachukua sehemu ya yule mbuzi akampika, na nusu iliyobaki akaichoma kama nyama choma. Na pindi chakula kilipoiva kilipelekwa mbele ya Mtume, rehma na amani zimwendee, na maswahaba wake. Alichukua Mtume kipande cha yule mbuzi na akakiweka ndani ya mkate, na akasema, ewe Abu Ayubu, fanya haraka umpelekee Fatuma hiki, kwani hajapata kula kitu kama hichi kwa siku nyingi. Na pindi walipomaliza kula na wakashiba, alisema Mtume, rehma na amani zimwendee, mikate, nyama, tende mbivu na komavu. Macho yake yakatoka machozi. Kisha akasema, na hapa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake, hii ndio neema ambayo mtaulizwa siku ya Kiyama. Pindi mkitaka kula chakula mfano wa hiki, semeni bismillah, na mnapomaliza semeni alhamdulillahi alladhi at'amana wa an'ama alaina. Kisha akasimama Mtume, rehma na amani zimwendee, na akamwambia Abu Ayub, na kuomba kesho uje kwetu. Alikuwa Mtume, rehma na amani zimwendee, mtu ambaye anamfanyia ihsani, alipendelea kumfanyia pia hivyo. Lakini Abu Ayubu hakusikia yale maneno ya Mtume. Umar, radhi za Allah zimwendee, akamwambia, Mtume anakuamuru kesho uende kwake ewe Abu Ayub. Akasema Abu Ayubu, nimesikia na nimetii maneno ya Mtume wa Allah. Siku iliyofuata Abu Ayubu alienda kwa Mtume, rehma na amani zimwendee, akampa kijakazi mdogo aliyekuwa akimhudumia Mtume, rehma na amani zimwendee, na akamwambia, mfanyie wema ewe Abu Ayubu, kwani hatujaona jambo lolote baya kwake isipokuwa kheri tu. Abu Ayubu akarudi nyumbani kwake akiwa pamoja na yule kijakazi. Mama Ayubu alipomuona akamuuliza Abu Ayubu, ni wa nani huyu kijakazi? Akasema kumjibu, ni wa kwetu, Mtume wa Mwenyezi Mungu katupatia sisi, na amenihusia nimfanyie wema. Akasema mama Ayubu, tutafanya kitu gani ili tutekeleze amri ya Mtume, rehma na amani zimwendee? Akasema, wallahi sioni kitu chochote bora isipokuwa kumwacha huru. Hii ni baadhi tu ya maisha ya kuvutia ya Abu Ayubu al-Ansari. Ukiangalia baadhi ya historia yake katika vita, utaona vitu vya kushangaza. Abu Ayubu, radhi za Allah zimwendee, aliishi maisha yake yote kama mpiganaji, hadi pakasemwa hakuwahi kukosa katika vita vyovyote vile ambavyo Waislamu walivifanya toka zama za Mtume hadi wakati wa uongozi wa Muawiya, isipokuwa ameshughulishwa na vitu vingine vya msingi. Ushindi wake wa mwisho ulikuwa wakati wa Muawiya alipotayarisha jeshi chini ya mwanawe Yazidi ili kuitetea Konstantinia. Wakati huo Abu Ayubu alikuwa mzee anayekaribia miaka 80. Hili halikumzuia kujiunga na jeshi la Yazidi na kusafiri baharini kwenda kupigana kwa ajili ya Allah. Lakini muda si mrefu baada ya vita na maadui, Abu Ayubu aliugua ugonjwa ambao ulimzuia kuendelea na mapambano. Kwa hiyo Yazidi alikuja kumtembelea na kumuuliza, je, unahitaji chochote ewe Abu Ayubu? Akasema kumjibu, wape salamu zangu wanajeshi wa Kiislamu na uwaambie ya kwamba Abu Ayubu anakushaurini kwamba muingie ndani zaidi katika ardhi ya maadui kadiri muwezavyo, na muangamize kwa kuwaua, na muwazike chini ya miguu yenu,
naye akapumua pumzi yake ya mwisho na akafariki. Jeshi la Waislamu liliyapokea maneno na usia wa Abu Ayyubu na walilishambulia jeshi la maadui na mpaka wakafika kwenye kuta za Konstantinia wakiwa wamembeba Abu Ayyubu na wakamzika humo. Allah amrehemu Abu Ayyubu aliyefia katika migongo ya farasi. Hii ndiyo historia fupi ya Khalid bin Zaid bin Kulayb aliyekuwa anafahamika kwa jina la Abu Ayyubu al-Ansari. Hadithi yake inatufunza kuwa na imani thabiti, kujitolea kwa ajili ya dini na kumheshimu Mtume, rehma na amani zimwendee. Hii ndiyo misingi ya uchamungu.